Ndani ya sehemu ya kwanza ya kipindi cha miaka mitano iliyopita ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, tumeshuhudia Zanzibar ikiimarisha uchumi wake, na hasa baada ya janga la Uviko. Miradi yote ya utalii iliongezeka kutoka 995 mwaka 2020 hadi kufikia zaidi ya 1695. Idadi ya watalii hali kadhalika iliongezeka kufikia watalii zaidi ya 816,438 kufikia mwezi wa Novemba mwaka jana. Wastani wa ukaaji wa watalii hawa hapa Zanzibar uliongezeka na kufikia wastani wa siku 8 kwa kila mtalii. Ni kama mara 2 tangu mwaka 2020. Matumizi ya kila mtalii kwa siku pia yaliongezeka takriban mara 2 kufikia zaidi ya dola 418 kwa kila mtalii kwa siku. Hoteli za daraja za juu, yani 4 and 5 star hotels, iliongezeka hadi kufikia 80, takriban mara 2. Lakini pia projection zetu za mapato yanahusiana na shughuli za utalii yanayopindukia dola zaidi ya 1.2 bilioni zipo juu ya mstari, na pia 10 bora katika idadi ya destination ambazo ndege mbalimbali za kimataifa na mashirika mbalimbali ya kimataifa yaliokuwa kitua na kuruka kutoka uwanja wa kimataifa hapa Zanzibar. Lakini pia kufikia mwaka jana, Zanzibar pia iliendelea kuwemo ndani ya vivutio 10 bora vya kimataifa ulimwenguni, kama ni wanasema Uingereza honeymoon destination. Semaje Kiswahili? Honeymoon destination. Tukishindana na visiwa vikubwa kama vile visiwa vya Caribbean. Katika kuimarisha mchango huu, serikali imeendelea kupanua na kuimarisha vipaumbele vyake kwa kuendeleza utalii, lakini pia urithi wa mambo ya kale na hasa wa mji mkongwe, utalii wa michezo, utalii wa matamasha, utalii wa sanaa na utamaduni, utalii wa vyakula, utalii wa viungo, utalii wa maadili, utalii wa afya. Mwelekeo wa miaka mitano ijayo ya uimarishaji wa sekta hii ya urithi na mambo ya kale na vipaumbele vyake kama ambavyo nimevitaja hapo juu, umejikita katika kuongeza zaidi idadi ya watalii wa kimataifa kufikia watalii 1.5 milioni kufikia mwaka 2030. Hii inakwenda sambamba na mchakato unaoendelea wa uimarishaji wa miundombinu yote ya kimkakati, kufungua zaidi mazingira mazuri ya kiuwekezaji, kimasoko na fedha, uimarishaji wa sekta yetu ya utoaji huduma na ukarimu katika utalii, miundombinu ya hoteli za hadhi ya juu pamoja na idadi ya vyumba vya hadhi ya juu. Shabaha yetu ya kufikia viwango vya kimataifa vya uendelevu na ubora wa sekta ya utalii Zanzibar, na hasa katika upimaji wa uendelevu, ufanisi na utoshelezaji wa huduma zetu ni kufikia 30% juu ya viwango vya sasa kufikia mwaka 2030. Yaani baseline yetu ya sasa baada ya miaka mitano tuwe tumefika 30%. Hakuna nchi ambayo mpaka sasa inajinadi kwamba imefikia zaidi ya 30. Nadhani kuna nchi moja tu, Uturuki, ambayo nadhani imefikia kidogo kama 40-45. Lakini tukumbuke kuwa mafanikio haya yote yamekuwa kwa sababu ya mashirikiano makubwa na ya kimageuzi baina ya serikali na wadau wetu wa sekta binafsi kama vile Zati, Chamber of Commerce, Zato, Zatoga, HAS na kadhalika. Kwa Zati, mfano mzuri kwa Zati kuwa mjumbe wa bodi ya utalii wa shirika la Umoja Mataifa la utalii UN Tourism ni mafanikio makubwa, sio tu kwa sekta binafsi hapa Zanzibar katika utalii, bali pia Tanzania kwa ujumla. Usisahau pia kuwa tuna kazi pevu ya kuendelea kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu na ajira katika utalii, ikiwemo kuchochea fursa za mitaji, nyenzo, masoko, taaluma na kuwainua wananchi wetu na wajasiriamali wetu hapa Zanzibar. Na kwa sasa tunaendelea na uimarishaji wa chuo chetu cha utalii cha Maruhubi ZITOL.